lakini tangu amerejea kwenye ligi au michuano ya kimataifa bado hakuwa na wakati mzuri. Kwa hiyo kwa jana ile penalti ilivyotokea na wachezaji wa Yanga na sijajua kama ni wachezaji wenyewe waliamua kumpa au kocha ndo ambaye aliamua, kwa sababu Boeli sio mpiga penalti wa Yanga. Na nakumbuka kuna mechi ya La Liga ya weekend iliyopita ya Real Madrid walikuwa wanacheza ile mechi. Real Madrid walipata penalti, walikuwa wanacheza, nakumbuka ilikuwa dhidi ya Valencia. Walipopata penalti, mpiga penalti wa Real Madrid ni Kylian Mbappe, lakini Kylian Mbappe Vinicius Junior alimuomba apige ile penalti. Kwa Vini alipopata penalti akapiga, bahati mbaya kwa upande wake akakosa. Kwa sometimes club inaweza kawa anampiga penalti, bwana sisi mpiga penalti wetu labda ni Mbappe, lakini Vini Junior au Rodrigo anaweza akaomba, bwana naomba na mimi nipige ili niweze kufunga. Kwa jana kichotokea, mimi nilitegemea Pacome ndo atapiga ile penalti, lakini Andy Boeli akapiga, na kitu kizuri kwa upande wake akapiga penalti nzuri ambayo imekuja imeingia wavuni, kwa akapata bao lake la kwanza la msimu. Na alivyopata bao kipindi cha pili mwishoni, anakuja kufanikiwa kufunga bao jingine kabisa. Utulivu mkubwa katikati ya mabeki wawili, anapiga mpira katika far post chini kabisa, goalkeeper anashindwa kuifikia, anafanikiwa kuisaidia klabu yake kupata ushindi mnono. Kwa hiyo kwa Andy Boeli jana alikuwa na wakati mzuri sana. Nafikiri kama sio kocha ni wachezaji wenyewe waliamua kumpa ile penalty Andy Boeli. Okay. Kwa sababu wameshaona tayari eneo lao la mbele lina mzigo mzito. Kwa hiyo nafikiri jana ilikuwa ni siku ya kubeti kumrudisha mmoja wapo kwenye nafasi. Dakika 70 zinaonyesha kwamba Dube alikuwa anatafutiwa sababu ya yeye kuwa imara. Yeah. Lakini ni mtego pia kwake. Kwa sababu bado club nafikiri inahitaji ina msimu mzima wa kuendelea kupambana kwenye ligi ya mabingwa, kwenye ligi, kwenye FA ya hapa ndani. Hiyo yote ni michuano ambayo Yanga wako. Sidhani kama eneo la ushambuliaji likiwa weak wataendelea kutumia. Sasa nafikiri siku ya jana waliazimia endapo mmoja wao atarudi kwenye nafasi, nafikiri itakuwa mtihani mgumu kwa opponent wa mchezaji. Yeah, unajua pia ni faida kwa benchi la ufundi mnavyokuwa na mastriker wawili ambao wote wana perform. Unajua kwa upande wa Dube bado hajawa na impact ya moja kwa moja. Kwa sababu kuna muda nafasi anazotengenezewa unasema hauwezi kukejeli na kusema ni rahisi kabisa kupata mchezaji mdogo anaweza kufunga, no. Lakini kwa mshambuliaji kama Dube kwa level yake anajiuliza maswali mengi. Dube naona ni uwezo wake wa kujiamini umeshuka. Ni mchezaji ambaye ametoka mchezoni. Anaathiriwa zaidi na saikolojia kuliko hata mambo ya kiufundi. Kwa sababu anajiona ana deni kubwa, lakini pia anakuwa na pressure akiwa uwanjani. Kwa maamuzi yake yanakuwa sio sahihi mara nyingi. Kwa Dube ni swala tu la liko kisaikolojia zaidi. Pressure imekuwa kubwa kwa upande wake, uwezo wa kujiamini umeshuka, na ndio maana akiwa uwanjani unaona ambavyo anashindwa kufanya maamuzi sahihi. Anapata clear chances, lakini anashindwa kuziconvert na chance hizo kuwa magoli. Kwa hiyo ni issue ya kisaikolojia zaidi kwa Dube, na ndio maana kama utakumbuka kwenye ule mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa ambao Yanga walishinda mabao 2-0, bao la Mohamed Hussein pamoja na Celestine Yakua, Yanga Dube alicheza ile mechi lakini hakuwa na wakati mzuri, alipoteza nafasi nyingi tu za wazi. Baadaye mashabiki wa klabu ya Yanga walimchangia fedha mchezaji wao Dube. Ilikuwa ni sehemu ya kumtia moyo na kuonyesha kwamba wako pamoja naye licha ya hali ngumu ambayo anaipitia. Kwa hiyo hata sasa hivi kwa hiki ambacho kinaonekana ni swala la saikolojia zaidi ambalo kwa Dube ndo linamsumbua, lakini kiufundi unaona ambavyo amekuwa na mchango hasa kwenye link up play. Anasogea pembeni,
kuna jana kama utakumbuka, kuna muda unamwona Ofen Chikola yuko katikati, Dube yuko pembeni, anakwenda anachukua mipira, anacheza kwa ushirikiano na wachezaji wenzio, sio standing striker kwamba anasubiri aletewe mpira. Dube ni striker ambaye ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kuwapa tabu walinzi wa timu pinzani, wa kukaa nao na walinzi wale wasiondoke katika lile eneo. Kwa kiufundi bado kuna kitu kikubwa anacho, kukaa kwenye nafasi pia mpaka hizo chances zinamkuta, kukaa kwenye maeneo sahihi kwa wakati sahihi anakaa, lakini changamoto ni kufunga tu, ndo kitu ambacho kipo kwa upande wake. Sawa, kabla tujiendelea hapo na mjadala wa Yanga, tuwakumbushe tu namna ambavyo watu wanaweza kushinda fedha. Dakika hizi hapa nilishachezesha draw ile ya nusu, pesa ilishatoka, na ile ya dakika 10 pia pesa ilishatoka. Imeshaanza kuwa yenye ushindani. Kuna ushindani, lakini kwenye issue ya kutumia nguvu kubwa kwenye shirikisho, nishaishuhudia ule msimu ambao kulikuwa na corona 2019-20 kwenye kombe la shirikisho, ambavyo Namungo walikuwa kundi moja. Kulikuwa Namungo, ilikuwepo nadhani ni Raja Casablanca, alafu kulikuwa na timu moja ya Zambia, Nkana Red Devils. Nkana walitumia nguvu kubwa kwenye makundi, na ule msimu yani walimaliza nafasi ya 15 mwishoni kabisa, yani ilibaki kama nafasi moja hivi washuke daraja. Pia kuna msimu hata Napsa Stars walishaifika makundi ya shirikisho ya Zambia pia, na wao waka struggle sana. Stellenbosch msimu uliopita wamefika nusu finali ya shirikisho, lakini msimu huu wako nafasi 2 za mwisho kwenye ligi. Inaweza Mungo pia wanakuwa kimiliki Sahare All Stars walishaifika nusu finali ya kombe la Azam Sports Federation. Baada ya hapo wakapotea. Coast Union pia kuna kipindi alifika, msimu uliofuata alihangaika sana. Marumo Gallants kipindi anacheza na Yanga, anafika nusu finali ya CAF ya CAF Confederation 2022-2023, ule msimu akashuka daraja. Inategemeana na hatua, lakini kwa hizi mechi 4 inawezekana zina mchango kwenye uchovu, lakini sidhani kama itakuwa ni kwa kiasi kikubwa hivyo. Kwa upande wa Singida Black Stars, katika ile mechi yao dhidi ya Pamba walicheza vizuri kuliko Singida Black Stars. Na Singida walikuwa na uwezo Pamba walikuwa na uwezo wa kupata hata mabao mawili katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini bado wana struggle kwenye safu yao ya ushambuliaji, hasa Matthew Tegis ambavyo ana majeraha, fitness yake iko chini, mwalimu anampa dakika chache za kwanza. Lakini Singida kwenye ile mechi walikuwa wanamkosa Aucho. Pamba ina viungo kina Kelvin Nation, kina Najim Ibrahim Musa, Zabona Hamisi Mayombe ambaye naye anacheza sana katikati, japo ni winga kimfumo, anaonekana winga, lakini namna ambavyo anacheza unaona anaingia katikati, anachukua mipira afu baadaye ndo anakuja anatoka nao pembeni. Kwa hiyo Pamba walikuwa bora katika ile mechi, na mwalimu Francis Baraza amekuwa akiwasoma sana wapinzani, ubora wao na mapungufu yao. Namna anavyoingia kwenye game anajua awakabili vipi wapinzani. Kwa ile game Singida wamepata goli kupitia kwa mkwaju wa faulo ambao amepiga Chama. Kwa hiyo utagundua kwamba Chama kama so Chama kufunga ile faulo, kutengeneza goli kwa open play ilikuwa ni mtihani. Kwa nini? Kwa Singida. Na Singida msimu huu wana struggle sana kufunga kwenye ligi. Mechi ya kwanza walishinda bao 1-0 dhidi ya KMC. Goli alifunga Anthony Trabi. Na ya pili pia goli moja amefunga Elvis Rupia. Na sasa hivi mechi iliyopita wamefunga bao 1, amefunga Chama. Lakini klabu ina struggle kuanzia kwenye kufunga. Mastrika wake wote walosajiliwa msimu huu, Hosomu Waku ana struggle kupata form, lakini Mishamo Daudi sasa hivi ndo hata nafasi ya pale. Umeona? Kwa timu pengine walifanya mistake ya kumuuza Jonathan Soa ambaye ameingia katikati ya msimu kamaliza na goli 13. Umeona? Lakini kwa klabu ya kawaida ya Singida kufanya biashara so issue. Yani kuna muda tu kwamba wao tu lazima watafanya biashara. Wao sio Simba wala Yanga kwamba
wao ni Giant. Leo hii Singida hawezi akaenda Simba akagonga hodi kwamba bwana mimi namtaka ili Mpanzu afu akampata kiurahisi. Kwa Singida naona wana struggle sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia Pamba kwenye ile game na wao walikuwa bora, ila issue ya uchovu inaweza ikawa inachangia, lakini sio kwa kiasi kikubwa. Na nitaamini wakishamaliza makundi sasa zile mechi 6 ni ngumu sana zile. Huko kuna kina Wydad, kuna kina CR Belouizdad, kina Stellenbosch, ndio timu ambazo wanakwenda kukutana nazo. Afu ndo tutaona sasa je, hizo mechi 6 za makundi wakisharudi kwenye ligi performance yao itakuwa vipi. Sawa, saa 2:27 tuko na Vodacom hapa tu. Tuzunguke nao Tanzania, kwa sababu Tanzania bwana inaunganishwa na lugha ya Kiswahili, lakini pia inaunganishwa na Vodacom kwenye upande wa mawasiliano. Hawa ndio mabingwa miaka 25, mtu ana experience over experience. Kuna mtu Tanzania hajui Kiswahili? Mtanzania wapo ndani huko Tanzania wanajua bwana. Yupo bwana msanii nani, ila simu wanatumia hajui Kiswahili kinapata tabu. Kiswahili unajua sio tu kukiongea, hata kukisikia. Hakuna mtu ambaye hajui hicho Kiswahili cha kukisikia, kwa sababu sisi hata makabila yetu, mimi nimefanya utafiti, hata makabila yetu kwenye kila ambacho tunakizungumza kuna Kiswahili ndani. Ukitulia vizuri kusikiliza wale kuna Kiswahili. Kumbusha zamani kwa nikienda kwa bibi, bibi anaongea kwa Kilugha, mimi naongea kwa Kiswahili. Kwa hiyo anafikia hawezi kujibu. Yes, ndio maana nasema na mimi Kilugha mimi nakielewa, ila huwezi kuongea vizuri. Kwa hiyo mimi najibu kwa Kiswahili, yeye anaongea kwa Kilugha. Tunaelewana fresh kabisa. Sasa Vodacom pia inasimama hapo hapo kwenye lugha ya Kiswahili, kwa sababu kila ambapo unapita Tanzania hakuna mtandao unajulikana kama Vodacom kabisa, kwa sababu ya kuunganisha Watanzania. Zamani mtu ambaye na line ya Vodacom ni tajiri sana, na hisi wote tulikuwa tunaamini hapa hivyo, kwa sababu ndio ilikuwa line pekee ambayo ilikuwepo. Baadaye wakaongeza branch na kadhalika, na watu wote tukapata mawasiliano imara na madhubuti. Vodacom tupo nawe tena na tena. Tumekuwa pamoja. Mama, nipo njiani naja. Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu. Bosi, faili zote nimezituma kwa email. Hadi kazini tulikuunganisha na dunia. Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala. Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza. Yes, miaka 25 ya kuunganisha Watanzania, lakini Vodacom na pekee. Leo tunasema Monday ambayo imewezeshwa na Vodacom. Kwenye mihangaika siku ya leo, inawezekana ulitumia pesa nyingi weekend, ulifanya manunuzi, ulifanya nini. Kuna watu wanataka kufanya starehe weekend, yani wanajimaliza kweli kweli. Ushaikuwa mtu aina hiyo Lugendo? Weekend kwa kweli sio unatumiaga pesa, lakini lazima, kwa sababu unajua ukishakuwa huko nyumbani weekend, kwa mfano hapo hujatoka, hata kama hujatoka huko nyumbani tu kuna vitu vidogo vidogo lazima utafanya. Ila ukitoka ukae nyumbani eti ufanye budgeting, afu ndio unajuta unafanya delivery nyingi. Tunafanya delivery nyingi hata bora. Sababu delivery zenyewe ni gharama. Hiyo delivery inakuja na hela ya delivery person. Unalipia alipotea. Alafu sasa unaweza ukakuta unaagiza sehemu vitu tofauti. Mfano mimi juzi nilikuwa naagiza vitu Kariakoo. Boda 4 tofauti, yani it's really expensive. Afu vitu vidogo vidogo, afu vote ni vya lazima kwa ajili ya kazi yangu. Yani chikibaki bora ungetoka wenyewe ukazurura. Bora ningesema bora ningejipandia tu, na nisema sasa ndo hivyo. Mwendo wangu mdogo tena kwenda huko Kariakoo, ngasema acha nikae nyumbani nibane nini? Matumizi. Hapo unajua ungefanyaje hapo? Ungefarasi. Nilisemaje? Bora nikae nyumbani nifanye budgeting. Kwamba nikivichukua chapu nikatana nikaviunganisha nikaenda kufanya kazi,
itakuwa easy to me. Burden to me ndo imekuwa. Yaani haijakuwa easy tena. So ila uzuri huko ulipokuwa unalipia kwa M-Pesa. Kwa M-Pesa kwa sababu ile inasaidia. Nipe namba wanachap. Sema tu kuna sehemu tulifika nikafikiana na huyo mtu kwamba atumie farasi kuniletea mzigo wangu. Alikubali. Tulikuwa tunabishana kidogo kwamba tumia farasi tena kanirusha hela yangu, yani tena mwambie unatumia farasi afu tumia na ile promo code ya Farasi Bongo. Yani akitumia ile ni hivi kitonga yani. Saa 2:32 Masanza yuko hapa Yep. Anazungumza na sisi na anatuambia nini ambacho kinajiri baada ya Singida kutoka sare huko mjini Pamba. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana Pamba Jiji, wametupa upinzani mzuri na niwaambie tu wachezaji